Watu wenye akili ya juu hawajitambulishi kwa sauti. Hiyo ndiyo jambo la kwanza linalovutia kuzingatia. Katika mazingira mengi, ni msingi, darasani, kazini au katika vikundi vya kijamii, mtu anayeongea zaidi mara nyingi anachukuliwa kama mwerevu zaidi. Lakini utafiti unaonyesha kitu tofauti kabisa. Ni msingi, watu wanaostahimili kimya, wanaouliza maswali badala ya kutoa majibu haraka, na watu wanaositaa kabla ya kuzungumza, mara nyingi ndio wanaofanya kazi ya kina zaidi ya kiakili. Ni msingi, kimya si udhaifu wa akili, wakati mwingine ni dalili yake ya kwanza. Hii inatupeleka kwenye uchunguzi wa kuvutia, si wa kujisifu, bali wa kujijua si kiburi. Kwa sababu akili ya juu haina sura moja, inakuja kwa njia nyingi, na baadhi ya njia hizo zinaonekana kama kasoro kwa macho ya nje. Dalili ya kwanza inayostahili kuzingatiwa ni kuuliza maswali ambayo wengine hawaulizi. Si maswali ya kuonyesha ujuzi, bali maswali ya kweli ya udadisi. Mtoto anayeuliza kwa nini anga ni bluu anachukuliwa kama mchekesha. Ni msingi. Mtu mzima anayeuliza kwa nini tunafanya mambo kwa njia hii na si nyingine anachukuliwa kama msumbufu. Lakini udadisi huu, hasa ule unaogusa misingi ya mambo, ni moja ya vipengele vinavyoungana na akili ya juu katika utafiti wa kisaikolojia. Saikolojisi Thomas Chamorro Premuzic kutoka Chuo Kikuu cha Columbia aligundua katika utafiti wake kwamba intellectual curiosity, udadisi wa kiakili, unaunganwa na nguvu na uwezo wa kujifunza, kubadilika na kutatua matatizo mapya, si IQ peke yake, bali hamu ya kuelewa. Mtu anayeuliza maswali magumu mara nyingi si asiye na uhakika. Ni mtu ambaye ubongo wake hauridhiki na uso wa mambo. Dalili ya pili ni kuhisi kwa undani zaidi kuliko unavyoonekana nje. Kujijua si kiburi. Hii ni moja ya dalili ambazo mara nyingi zinapoteza maana yake, kwa sababu watu wanaohisi kwa kina mara nyingi wamefundishwa kujificha. Lakini utafiti kutoka kwa Elaine Aron kuhusu highly sensitive persons unaonyesha kwamba watu wenye unyevu wa hali ya juu ya kihisia mara nyingi wana uwezo mkubwa wa usindikaji wa habari. Wanaona undani wa hali ambazo wengine wanazipita juu juu. Hapa kuna nuansi muhimu. Kuhisi kwa kina si sawa na kuwa dhaifu au kutokuwa na utulivu. Ni tofauti ya kibiolojia ya jinsi ubongo unavyosindika habari za mazingira. Na tamaduni nyingi za Afrika Mashariki, ambapo mwanaume au mwanamke mwenye hisia nyingi wakati mwingine anachukuliwa kama asiye imara, watu wengi wamejifunza kuficha unyeti huu, wakijua ndani yao kwamba wanaona ulimwengu kwa undani ambao wengine hawauoni. Dalili ya tatu, na hii ina uzito wa kipekee wa kisayansi, ni kujikosoa kwa uaminifu. Mtu mwenye akili ya wastani mara nyingi anajisikia ana uhakika mkubwa. Mtu mwenye akili ya juu zaidi mara nyingi anajisikia ana mashaka zaidi. Si kwa sababu hajui, bali kwa sababu anaelewa jinsi mambo yanavyokuwa magumu. Hii inaitwa Dunning-Kruger effect kwa upande wake wa kinyume. Watu wenye ujuzi wa kweli mara nyingi wanaona upana wa kile wasichokijua, na hiyo inawafanya wawe na unyenyekevu wa kiakili. David Dunning mwenyewe, mwanasaikolojia aliyegundua athari hii, alisema kwamba ishara moja ya mtu mwenye akili ya juu ni uwezo wa kusimama mbele ya mawazo yake mwenyewe na kuyauliza. Kujikosoa bila kujidharau, hiyo ni ustadi wa kiakili, si wa kawaida. Dalili ya nne inahusiana na jinsi unavyoshughulikia mabadiliko na kutokuwa na uhakika.
Ubongo wa binadamu kwa asili yake unaogopa kutokuwa na Kujijua si uhakika. kiburi, Inatoa ni msingi. ishara za hatari Na si kwa sawa kujili na yako ile nena ya na winya. maumivu ya mwili. Lakini watu fulani wana uwezo wa kukaa na kutokuwa na uhakika bila kuvunjika. Wanaweza kushikilia maswali bila kulazimisha Kujijua si majibu kiburi, haraka. ni msingi. Wanasaikolojia Na si kwa wanaita kujili yako hii nena na negative winya. capability, dhana iliyoanzishwa na mshairi wa Kiingereza John Keats, lakini baadaye ikachukua maana ya kisaikolojia. Uwezo huu wa Kujijua si kustahimili kiburi, kutokuwa ni na msingi. uhakika Na si kwa kujili unaungana yako nena na na winya. ubunifu, utatuaji wa matatizo ya kina na uwezo wa kuona pembe nyingi za hali moja kwa wakati mmoja. Ni ustadi ambao hauwezi kupimwa na mtihani wa Kujijua si kawaida kiburi, wa shule. ni msingi. Dalili ya Na si kwa tano kujili na yako nena na pengine winya. yenye kina zaidi ya zote ni hisia ya kutokuwa mahali ulipo kwa ukamilifu. Si huzuni, si kutoridhika, bali hisia ya kwamba uko Kujijua si katikati kiburi, wa ni ulimwengu msingi. unaouona watu Na si kwa kujili wengine yako nena na wakiishi winya. na ulimwengu mwingine ambao unauhisi ndani yako, lakini haujapata lugha ya kuuelezea. Wataalamu wa saikolojia kama Kazimierz Kujijua Dabrowski si kiburi, waliandika ni kuhusu msingi. Na si kwa overexcitability, kujili yako nena na winya. msimuko zaidi wa kiakili, kihisia na kifikira, ambao mara nyingi unambeba mtu mwenye uwezo mkubwa. Huhisi kama zawadi mara nyingi, huhisi Kujijua kama si mzigo, kiburi, lakini ni ni msingi. dalili ya ubongo Na si kwa kujili unaofanya yako nena kazi na kwa winya. nguvu zaidi ya wastani. Katika mazingira ya kihistoria, hata katikati ya wasomi wa Afrika, watu kama hawa mara nyingi walionekana kama Kujijua si wageni kiburi, katika jamii ni zao. msingi. Na si Walifikiriwa kwa kujili sana, yako nena na winya. walihoji sana, walihisi sana, na jamii iliyokuwa na mifumo iliyo imara ya utaratibu mara nyingi haikujua la kufanya nao. Lakini hapa ndipo Kujijua si jambo kiburi, zuri ni linaingia. msingi. Dalili Na si hizi, kwa kujili yako nena na udadisi winya. usiotosheka, unyevu wa kina, kujikosoa kwa uaminifu, kustahimili kutokuwa na uhakika na hisia ya kutokuwa mahali hazionekani Kujijua si kama kiburi, nguvu katika ni jamii msingi. nyingi, na Na si kwa hiyo kujili yako nena inafanya na watu winya. wengi waendelee maisha yao bila kujua nguvu wanayoibeba. Kujijua si kiburi, ni msingi, na kuelewa jinsi akili yako inavyofanya Kujijua si kazi, kiburi, si kwa ni kujilinganisha msingi. na wengine, Na si kwa kujili bali yako nena kwa na winya. kujielewa wewe mwenyewe, ndiyo hatua ya kwanza ya kuitumia vizuri. Kama video hii ilikugusa mahali fulani, si kwa sababu ilikuambia uko bora kuliko Kujijua si wengine, kiburi, bali ni kwa msingi. sababu ilikutoa Na si kwa lugha kujili ya yako nena na kuelezea winya. kitu ulichokihisi kwa muda, basi imefanya kazi yake.